Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika TVE habari. Mimi ni Sada Nasur ambaye nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na upande wa biashara zitasomwa na Sofia Amani. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu kesho Novemba 13. Na katika habari za biashara, Tanzania yatajwa kuwa kinara wa uzalishaji wa korosho zenye ubora kusini mwa Ikweta. Na katika habari za kimataifa, mahakama Gaboni ya wahukumu kifungo jela miaka 20 mke na mtoto wa kiume wa rais wa zamani Ali Bongo. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo siku ya Alhamis ya Novemba 13 katika Bunge la 13 mkutano wa kwanza wa kikao chake cha 3 litakuwa na shughuli muhimu ya kuthibitisha uteuzi wa jina la waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sanjari na uchaguzi na uapisho wa naibu spika wa bunge. Taarifa kutoka Dodoma inaripotiwa na Josephine Kaponya. Spika wa bunge Musa Azani Zungu amelieleza bunge wakati akiahirisha kikao cha pili cha bunge na kusisitiza kuwa ni muhimu kwa wabunge wote kuhudhuria kikao hicho bila kukosa kutokana na uzito wa ajenda zilizopangwa kujadiliwa. Kikao cha 3 cha mkutano wa kwanza wa bunge. Kazi itakayofanya kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Wabunge wote wanaombwa wawepo kuanzia saa 3:10 kila mtu yuko kwenye kiti chake. Mapema Jumatano, spika wa bunge ameongoza shughuli ya kuapisha wabunge wengine 184 waliobaki kati ya wabunge 391 wanaounda bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Masanja Kungu Kadogosa na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Christian Makonda, kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba nitaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu. Ikumbukwa kuwa bunge hili la 13 lilianza Jumanne tarehe 11 Novemba 2025 likianza na uchaguzi wa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kisha kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge wateule, zoezi ambalo lilihitimishwa siku ya Jumatano. Wabunge walioapa ni wabunge wote wateule kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, Chama cha ACT Wazalendo na Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT limesema kwamba limeguswa na kuumizwa sana na matukio ya vurugu za uchaguzi mkuu Oktoba 29 zilizopelekea watu kupoteza maisha yao, kujeruhiwa na uharibifu wa mali. Kauli hiyo ya KKKT imetolewa katika taarifa ya neno la kanisa iliyotolewa na kusainiwa na mkuu wa kanisa la KKKT Dr. Alex Gehazi Marasusa na kusambazwa katika vyombo vya habari nchini. Dr. Marasusa amesema nchi imepitia hali ngumu ambayo haijawahi kutokea katika historia yake, na kuongeza kuwa palitokea vurugu zilizosababisha upotevu wa maisha, ulemavu na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Ameeleza kuwa hakuna sababu yoyote inayotosheleza kuelezea upotevu wa maisha na uharibifu wa mali uliotokea, na kusema kuwa hadi sasa baadhi ya familia hazijaweza kuwapata ndugu zao waliouawa wakati wa vurugu hizo ili kuwafanyia mazishi kwa utaratibu wa kijamii na kiibada. Dr. Marasusa amesema kwamba hali ya baadhi ya familia kutoipata miili ya ndugu zao imeacha jamaa mbalimbali katika simanzi kubwa ya misiba na maombolezo yasiyoelezeka. Kanisa la KKKT limetoa pole kwa jamii na familia zilizopoteza wapendwa wao kwa kuuawa au bado hawajapatikana bila maelezo ya kuridhisha, pia likiwa limetoa pole kwa uharibifu wa mali za umma na za binafsi uliofanyika.
Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeendelea kusikilizwa mara baada ya kusimama na kupisha uchaguzi mkuu, mwenyekiti huyo wa Chadema akiweka mapingamizi kwa shahidi wa siri ambaye alipaswa kutoa ushahidi wake Novemba 12 siku ya Jumatano. Tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Kesi hiyo ambayo inasikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji wa Mahakama Kuu mfawidhi Danstan Ndunguru imelazimika kuahirishwa baada ya mshtakiwa Tundu Lissu kuweka pingamizi dhidi ya upande wa jamhuri kwa shahidi wanne ambaye anatoa ushahidi kwa njia ya asili, yani witness chamber, aweze kutoka kizimbani, kwani shahidi huyo kuendelea kutoa ushahidi wake kwa njia ya asili si salama kwake kama mshtakiwa. Katika pingamizi hilo, Lissu ametoa kanuni 6 zinazokataza shahidi wa asili, ikiwemo kanuni za ulinzi wa mashahidi za mwaka 2025, ambapo amesema kiboksi ambacho shahidi huyo anakitumia kama kizimba maalum cha kutoa ushahidi ambacho hata majaji hawatamuona isipokuwa mawakili pekee wa serikali, kitu alichodai kuwa ni kinyume na taratibu za kanuni za utoaji ushahidi kwa njia ya siri. Baada ya pingamizi hilo, upande wa jamhuri kupitia kwa wakili wa serikali mwandamizi Nasoro Katuga ulipinga hoja za mshtakiwa Tundu Lissu na kusema kuwa zilikuwa nyingi na kuomba majaji na mshtakiwa wawape muda wa kuweza kupitia kanuni hizo, ombi ambalo lilikubaliwa na mshtakiwa Tundu Lissu pamoja na majaji. Nje ya mahakama, mkurugenzi wa sheria kutoka Chadema Dr. Lugemeleza Nshala pamoja na baadhi ya viongozi wa Chadema akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche wakapata wasaa kueleza kilichojiri mahakamani hapo. Kesi hii imeahirishwa kwa muda kwa kwanza serikali wafanye utafiti wao, lakini kubwa zaidi msajili wa Mahakama Kuu apange tarehe nyingine ya kesi itakapoendelea. Lakini tahadhari ambayo napenda kuifahamisha watu ni kwamba mwaka wa mahakama unafikia mwisho tarehe 15 mwezi wa 12 mwezi ujao, maana yake hiyo. Kwa hiyo basi ilikuwa ni kwamba tungetegemea kwamba itapangwa haraka zaidi katika muda uliobakia, kwamba kesi hii ndani ya mwezi mmoja basi iweze kupangwa na kesi iweze kuendelea, na mwisho wa siku tuweze kujua kama tuna sababu yote ile. Chapa vile masaka waliuawa watu 164 kule Afrika Kusini. Hapo wameuawa watu wengi zaidi. UN wamezungumza na wametaka uchunguzi ufanyike. Tunatambua na tunalikaribisha hilo. Na tunawaomba uchunguzi usifanywe na vyombo vya dola vya Tanzania ambavyo vinatuhumiwa kufanya matukio hayo. Tunataka uchunguzi independent wa kimataifa kama uliofanyika mwaka 2007 kule Kenya. Na nataka niseme hili, maisha ya mtu kwetu sisi watu wa Chadema ni kitu kikubwa kuliko jambo lolote katika dunia hii. Watu 55 wanaoshitakiwa kwa kesi ya uhaini shauri namba 26681 ya mwaka 2025 wamefikishwa katika mahakama ya wilaya Mufindi kwa lengo la kusomewa mashtaka hayo yanayowakabili, ambayo ni kosa la kwanza kufanya njama ya kutenda kosa la uhaini na kosa la pili ni kosa la uhaini. Shalom Robert kutoka Mufindi na ripoti zaidi. Akisoma mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya Mufindi Benedict Nkomola, wakili wa serikali mwandamizi Yahaya Misango ameeleza mahakama hiyo kuwa washtakiwa hao wanashtakiwa kwa kosa la kufanya njama ya kutenda kosa la uhaini, kifungu cha 384 cha kanuni ya adhabu sura ya 16, na kosa la pili ni uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha kanuni ya adhabu sura ya 16. Shauri namba 26681 mwaka 2025 kwa mara ya kwanza lilifikishwa katika mahakama ya wilaya Mufindi tarehe 10 mwezi wa 11 2025 ikiwa na washtakiwa 27. Leo tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025 shauri hilo limefikishwa mahakamani kwa lengo la kuongeza washtakiwa wengine 28 na kufanya idadi ya washtakiwa wa makosa hayo kufikia 55, ambapo makosa hayo yalifanyika kati ya tarehe 29 na tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2025 ndani ya mkoa wa Iringa. Washtakiwa wote wamesomewa mashtaka hayo, na kwa kuwa upelelezi bado haujakamilika na mashtaka hayo hayana dhamana, washtakiwa wote wamepelekwa mahabusu mpaka tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025.
Serikali kupitia mtandao wake wa asasi za kiraia zinazojihusisha na elimu Tanzania TENMET imezindua tathmini ya sera ya urejeaji shuleni pamoja na mpango wa utekelezaji wa mwongozo wa kuwarejesha wanafunzi waliokatiza masomo kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo mimba za utotoni. Taarifa hii inasomwa na Veronica Gavras. Uzinduzi huo unalenga kutathmini utekelezaji wa sera na mwongozo huo katika ngazi mbalimbali za elimu, kubaini mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizojitokeza pamoja na kutoa mapendekezo ya maboresho yanayowezesha wanafunzi waliokumbwa na changamoto hizo kurejea shuleni na kuendelea na masomo yao bila ubaguzi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Hussein Mohamed Omar, amesema kuwa hatua hiyo ni utekelezaji wa maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yanayosisitiza kuwapa nafasi watoto wote waliokumbwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mimba za utotoni kurejea shuleni na kuendelea na masomo yao. Yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais sasa yanakuja na mwongozo namna gani tunayatekeleza. Kwa hiyo kubwa ni kwamba tutahakikisha mwongozo huu makini tumefanya vitu kubwa viwili. Cha kwanza kuzindua utafiti uliofanyika ili kubaini changamoto na sababu zinazofanya watoto hawa kudondoka. Kwa hiyo tumezisikia changamoto na tumesikia recommendations zilizotolewa na watafiti. Kwa la kwanza kama wizara, kwanza tunafanya kazi changamoto ambazo zimeelezwa, lakini la pili ni kufanyia kazi mapendekezo ambayo yametolewa hapa. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa elimu ya awali na msingi, Mwalimu Susan Nyarubamba, amesema serikali itaendelea kuhakikisha watoto wote waliokatiza masomo warejee shuleni kuanzia ngazi ya kijiji hadi kata ili kila mtoto apate haki yake ya msingi ya elimu. Wale watoto wote ambao tayari walishaingia katika rejista ya serikali kwamba ni wanafunzi awe ni wa shule ya msingi au sekondari, wanarejea na kuendelea na masomo yao kulingana na pale ambapo walikatishia. Kwa mfano, aliyekatisha akiwa darasa la 5 anapotaka kurejea lazima aendeleze ule mzunguko kuanzia pale alipoishia, anzia la 5 na kuendelea. Sekondari vile vile. Kwa hiyo jukumu letu kubwa kupitia viongozi mbalimbali tulionao kuanzia ngazi ya shule ambayo ni mkuu wa shule, ngazi ya kata afisa elimu kata, ngazi ya wilaya ambayo ni afisa elimu, wao kwa ushirikiano wa pamoja na wazazi na walezi wa watoto hao lazima wahakikishe watoto hao wanapobainika wako wapi wanarejea na kuendelea na mfumo wa masomo kwa taratibu zilizopo na miongozo inayotolewa na serikali. Naye mkurugenzi wa taaluma na elimu ya watu wazima Sepeo Siafu amesema baadhi ya wanafunzi waliorejea masomo wameamua kujiunga na mafunzo wa elimu mbadala usiosimamiwa na idara ya elimu ya watu wazima ili kuepuka kuvaa sare za shule na kupata urahisi wa kuhudhuria masomo wakiendelea kuwalea watoto wao. Ule mwongozo unataka unapa wanafunzi freedom ya kurudi, lakini kwa sehemu kubwa itaka warudi kwa shule zile ambazo walikuwepo mwanzoni kabla ya kupata mimba. Lakini uhalisia wa implementation ni kwa wanafunzi wengi wamerudi kupitia mfumo wa elimu mbadala ambao unasimamiwa na taasisi ya watu wazima nchini. Kwa wengi wanapenda kule na hawapendi kurudi kwa zile shule rasmi. Na tukauliza kwa nini? Na nimezungumza hapa kwamba wanaporudi kwenye shule rasmi kule inabidi wa behave kama wanafunzi, aje asubuhi, avae uniform, afanye nini. Kwa hiyo mfumo mwingine mwanafunzi anarudi sio lazima avae uniform. Anaweza kavaa, anaweza asivae. Lakini mwingine mwanafunzi anaweza kupata space ya kwenda kuonyesha akarudi. Tunasema kwa lugha ya kitaalamu kuna flexibility, kuna unyumbufu mkubwa kwenye utekelezaji wa zile daily learning cycles za wanafunzi. Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Shinyanga limekuja na suluhisho la kudumu kwa changamoto ya umeme mdogo low voltage inayowakabili watumiaji wakubwa wa nishati hiyo mkoani humo kwa kutekeleza miradi mikubwa ya kuboresha uzalishaji na usambazaji wa umeme. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza katika mkutano wa wateja wakubwa wa umeme uliofanyika mjini Shinyanga, mhandisi mwandamizi wa TANESCO Anthony Tarimo amesema shirika hilo limeanza kutekeleza miradi mikubwa ya kuboresha huduma ya umeme ikiwemo miradi ya uzalishaji wa megawati 150 kupitia nishati ya jua wilayani Kishapu. Tarimo amesema pia shirika hilo linafunga kifaa cha kisasa cha kudhibiti mabadiliko ya nguvu ya umeme atomic voltage regulator kitakachosaidia kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa viwanda, migodini na taasisi kubwa. Changamoto ambayo imejitokeza hivi karibuni kutokana na mwitikio mkubwa wa watu kuunganisha umeme. Watu wanapata changamoto ya umeme mdogo na kumekuwa na malalamiko ya mara kwa mara. Sasa TANESCO mkoa wa Shinyanga
tumepanga kutekeleza mradi wa kufunga kifaa kimoja kinaitwa Automatic Voltage Regulator AVR. Mradi huu kwa sasa uko kwenye hatua za awali, lakini tunataka tujitahidi mpaka mwishoni mwa mwezi Disemba huo umekamilika na hali ya changamoto ya umeme mdogo iweze kutatuliwa kabisa. Kwa upande wao, baadhi ya wateja wakubwa wa umeme wamesema tatizo la umeme mdogo limekuwa likisababisha uharibifu wa mitambo na hasara katika uzalishaji, wakiipongeza juhudi za TANESCO katika kuboresha huduma hiyo muhimu. Low voltage kikawaida huwa ni kitu kibaya sana kwenye vifaa vya umeme. Kitu kibaya sana kwenye vifaa vya umeme. Kwa hiyo nitoa wito wangu kwamba tusogezee huduma za transformer kwa wingi ili tuweze kuepukana na mambo ya low voltage ambazo mara nyingi ndio main causative ya kuungua vifaa vya umeme, hasa mota. Hasa wakati ule wa kuanza umeme unapozima afu unapoanza afu unakuta umeme kidogo, kwa kweli mota mpaka kuruka hapo ikawa salama inakuwa ni bahati, ambapo katika umeme nao ikishasolviwa na maana basi mambo yatakuwa safi. Miradi inayoenda kutengenezwa kama huo mradi wa wilaya Kishapu unaenda kuongeza kwenye grid ya taifa, kwa sababu sisi huku tuko mbali sana na vyanzo vya umeme. Vyanzo vya umeme vyote viko mbali na sisi hapa Shinyanga, ndio maana tulikuwa tunapata shida kwa uwekezaji kwa sababu ya umeme ulikuwa mchache. Kwa hiyo sasa hivi huu mradi utakwenda unaoenda kuangaliwa sasa hivi, tunaokwenda kuangalia huko Kishapu na wenyewe unaunganishwa kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo ongezeko la umeme katika maeneo yetu ya mkoa wa Shinyanga na Mwanza na wapi yatasaidia sana kwa wananchi kwa kazi za maendeleo. Meneja wa TANESCO mkoa wa Shinyanga amesema lengo la mkutano huo ni kusikiliza changamoto za wateja wakubwa na kuzitafutia suluhisho la kudumu, huku meneja wa kanda ya Magharibi Mhandisi Richard Swai akibainisha kuwa TANESCO inaendelea kuboresha miundombinu ya usambazaji na kuongeza uwezo wa mitambo ili kuendana na kasi ya uwekezaji wa uchumi wa viwanda. Shinyanga kuna wateja takribani 112,000 mpaka mwezi wa 9 tuna idadi ya wateja hao. Katika wateja 112,000 wateja wakubwa mpo 138. Kwenye mchango wa mapato ninyi wateja 138 mnatuchangia nusu ya mapato, yani 50%. Nashukuru kwamba mmewekeza, lakini tunazidi kuwaomba mzidi kuwekeza zaidi kwenye vituo vyetu, kwa sababu uwezo tulionao wa miundombinu yetu kwenye mkoa wa Shinyanga ni mkubwa sana kulinganisha na uwekezaji ambao umeshafanyika. Na tumejipanga pia ili tunajua kwa sehemu kubwa mmewekeza kwenye mitambo, lakini pia mnasaidia kuinua uchumi wa nchi kwa kuangalia idadi ya wafanyakazi mliowaajiri. Tunazidi kuwaomba mzidi kuwekeza, lakini pia utaona sehemu kubwa ya upanuzi ambao tunafanya sisi tuko kwa ajili ya kuwasaidia kupanua ile miundombinu. Mahali popote ambapo ulipo ukiamua kuongeza uwekezaji, ukaongeza idadi ya mashine, ukituarifu mapema na sisi tunaweka kwenye plani zetu kwa ajili ya kuongeza ile miundombinu. Miradi hiyo inatarajiwa kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Shinyanga na maeneo jirani, hatua ambayo itachochea zaidi shughuli za viwanda na uwekezaji. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wakandarasi waliosaini mikataba ya ujenzi wa barabara kutokuwa kikwazo cha kukamilisha ujenzi huo ndani ya muda uliopangwa, huku akieleza ubora wa miundombinu ya barabara utasaidia kukuza uchumi wa wananchi na kuokoa maisha ya watu wanaopata changamoto ya kiafya. Neema Hussein anayo taarifa zaidi. Mrindoko ameyasema hayo mara baada ya kushuhudia utiaji saini wa mikataba ya ujenzi wa barabara baina ya wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA na wakandarasi waliopewa kazi ya utekelezaji wa miradi hiyo, huku meneja wa TARURA Innocent Mlai amesema mikataba 10 iliyosainiwa itatekelezwa ndani ya halmashauri zote za mkoa wa Katavi. Naomba msiwe kikwazo katika kuhakikisha kazi hizi zinakamilika kwa muda uliopangwa, zinafanyika katika ubora unaostahili na bila kuchakachua wala bila kuwachelewesha wananchi kuendelea kupata huduma mbalimbali. Kama wote tunavyofahamu kwamba ujenzi na ukarabati wa barabara ni swala la kiuchumi,
litawawezesha wananchi wetu wa mkoa wa Katavi kuweza kusafirisha mbegu, mbolea pamoja na mazao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kama ni mazao kwa maana ya mavuno, kutoka shambani kupeleka store, kutoka store kupeleka sokoni na kadhalika. Lakini huduma za afya, mama anapopatwa na tatizo kule Karema kwa mfano, anahitajika kuletwa hospitali ya mkoa. Kama barabara ni nzuri, ataletwa kwa wakati, tutaokoa maisha ya mama, tutaokoa maisha ya mtoto. Aidha, mikataba 10 inatekelezwa katika halmashauri la Tanganyika, Mpanda MC, Msimbo, Mpimbwe na Mlele. Kati ya mikataba 10 itakayosainiwa leo mheshimiwa mkuu wa mkoa, mikataba 6 yenye thamani ya shilingi milioni 171 itatekelezwa na makundi maalum ya kina mama, vijana na wazee. Mwenyekiti wa kandarasi mkoa wa Katavi Juma Lumbwe amesema kuchelewa kwa utekelezaji wa kazi kunatokana na upungufu wa vitendea kazi. Pamoja na changamoto hizo, amewataka wakandarasi kukamilisha kazi hiyo kwa wakati. Swala la kuchelewesha kazi kwa makandarasi linakuwa na maeneo mengi sana. Moja, mkoa wetu hauna vitendea kazi vingi. Kwa mfano construction equipments ambao ni magreda nini na nini, inabidi huyu mkandarasi sasa aanze kumobilize au kutoka maeneo mengine, au kama yapo hapa yanakuwa ni ya kugombania. Aidha, TARURA imetoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassani kwa kuongeza bajeti kutoka wastani wa shilingi bilioni 4 hadi kufikia shilingi bilioni 14 kwa mwaka 2025-2026. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika sekta ya kilimo, hususan cha mazao ya bustani, kutokana na sekta hiyo kuonesha mafanikio ya uzalishaji kutoka tani milioni 1.1 mwaka 2003 hadi tani milioni 8.4 kwa mwaka 2024. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu kiongozi wakati wa mkutano wa jukwaa la wadau wa kilimo cha bustani kwa maana ya horticulture hobbies, Dr. Jimmy Onazi amesema sekta ya mazao ya bustani ama horticulture imekuwa ikikua siku hadi siku, huku ikifanikisha kuingiza zaidi ya dola milioni 569 kutoka dola milioni 64 kwa mwaka 2003, huku ikitazamwa kama chachu ya uzalishaji wa ajira kwa kundi la vijana na wanawake. Ndugu washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea na jitihada za kukuza tasnia ya mazao ya bustani ambayo ni chachu ya mageuzi ya kiuchumi na chanzo cha ajira hususan kwa vijana na wanawake. Kimsingi, tuendelee na mageuzi ya kisera ili kupitia sera shirikishi ambazo tumezitunga, tuendelee kuboresha miundombinu ya umwagiliaji, kuwezesha ujenzi wa ghala zenye vyumba vya baridi, kuimarisha ufanisi wa bandari na viwanja vya ndege, pamoja na ushirikiano wa kimkakati kati ya serikali na sekta binafsi. Kwa upande wake, katibu mkuu Wizara ya Kilimo Dr. Gerald Mweli amesema kwa kutambua ukuaji huo, serikali imeendelea kuimarisha masoko pamoja na kuinua miundombinu ya uzalishaji wa mazao kupitia bustani, ambapo tayari masoko 8 yamepatikana katika mataifa ya China, Japani, Afrika Kusini na India, huku pia serikali ikiwa mbioni kukamilisha masoko mengine 15 kwa ajili ya kuunganisha na bidhaa kutoka nchini Tanzania. Tunapoenda kujadiliana kwa masaa takribani 4 baada ya sasa, naomba mfahamu kwamba tuko very open kusikiliza, na pia tuko open kujadiliana na kuja na mifumo ambayo inatekelezeka. Haya niliyoyasema hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, mengine hatukuwa tunayafahamu kama serikali, lakini walikuja wakina Kirenga, walikuja wakina Kaha, wakakaa na sisi wakatuambia kule kwenye sekta binafsi shida yetu ni hii, na mara nyingine tulishirikiana nao kufanya ziara mbalimbali nje ya nchi kujifunza, na wao watakuwa mashahidi yote ambayo tulijifunza pamoja, yanayotekelezeka, yanayoendana na mazingira yetu tuliyatekeleza. Naye Dr. Jacqueline Mkindi amesema katika mkutano huo wadau wa sekta ya horticulture ama mazao ya bustani wamelenga kujadili na kuwaleta pamoja wakulima na wadau wa sekta ya kilimo kama vile serikali, wasafirishaji wa mazao hayo katika kuunda mkakati utakaowezesha sekta ya horticulture kuzalisha ajira zaidi ya milioni 5 kila mwaka, pamoja na kuongeza kiwango cha uzalishaji wa mazao hayo
hadi kufikia tani milioni 8 kila mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la Hobbies 2025 lipo bayana. Lengo kubwa, tunafanya majadiliano ambayo yatatupa ramani ya kusonga mbele ili kuweza kufikia tajeti yetu mwaka 2030. Tajeti yetu ni kuuza mazao yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2 kwa mwaka. Kwa hiyo huu ni mkakati mmojawapo wa kutupeleka kutimiza azma yetu ya kisekta. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania yatajwa kuwa kinara wa uzalishaji wa korosho zenye ubora kusini mwa Ikweta.